Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Mvua kubwa zinazoendelea kunyesha katika wilaya ya Hai mkoani Kilimanjaro zimesababisha mafuriko makubwa yaliyozingira zaidi ya kaya 500 katika kata ya Kia, huku wananchi wakilazimika kuhama makazi yao na maisha ya kila siku yakivurugika kwa kiwango kikubwa. Hali hiyo imeanza tangu Machi 23, 2026 na inaendelea kuzorota kadri ya mvua zinavyoendelea kunyesha kwa nguvu. Maji yamefunika maeneo mengi ya makazi, huku barabara kuu na njia za kupitisha maji na kusababisha wanafunzi wengi kushindwa kufika shuleni. Baadhi ya wanafunzi wamekwama majumbani kwa siku zaidi ya 3, huku wazazi wakihofia usalama wao katika kuvuka maeneo yenye maji mengi. Mbali na kuzorota kwa huduma za elimu, shughuli za kiuchumi katika eneo hilo zimeathirika pakubwa. Wananchi wengi wanaojishughulisha na biashara ndogo ndogo zikiwemo kilimo na uvuvi wameshindwa kufanya shughuli zao kwa siku kadhaa. Baadhi yao wamelazimika kutumia mitumbwi kuvuka kutoka eneo moja kwenda jingine ili kujitafutia riziki, huku wengine wakiamua kubaki makwao kwa kuhofia kuzama. Akizungumza athari hizo za mafuriko hayo, mbunge wa jimbo la Hai Sasha Mafue amesema hali ni mbaya na inahitajika kuingilia kwa haraka kutoka kwenye serikali na wadau mbalimbali. Amebainisha kuwa mafuriko hayo yameleta adha kubwa kwa wananchi, hususan wanafunzi ambao wamekwama majumbani, pamoja na kudorota kwa shughuli za kiuchumi zinazoathiri maisha ya kila siku ya wakazi wa eneo hilo. Hatuwezi kukaa kimya hali inapoendelea kuwa mbaya, alisema. Tunatoa wito kwa serikali kupitia mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya pamoja na mamlaka ya maafa kuchukua hatua za haraka za kutoa misaada ya chakula, ikiwemo dawa na vifaa vya usafi kwa wananchi walioathirika, alisema Mafue. Kwa upande wao, baadhi ya wananchi walikumbwa na mafuriko hayo wameeleza wananchi hali ni ngumu wanayopitia. Mmoja wa wakazi wa kata ya Kia alisema, jina lake tunalihifadhi, alisema, tumezungukwa na maji pande zote. Hatunapo kukimbilia, watoto wetu hawana chakula cha kutosha na wanashindwa kwenda shule. Tunahitaji msaada wa haraka. Mafuriko hayo yanakuja wakati serikali ikiwa katika maandalizi ya kukabiliana na mvua za masika zinazotarajiwa kuwa kubwa katika maeneo mbalimbali ya nchi. Hata hivyo, wakazi wa Hai wanaomba usaidizi wa dharura kabla ya hali haijazorota zaidi. Hadi sasa hakuna taarifa za vifo vilivyotokana na mafuriko hayo, lakini hasara ya maji na mazao yanatarajiwa kuwa kubwa zaidi. Mamlaka ya wilaya inaendelea kufanya tathmini ya uharibifu na kutoa taarifa zaidi. Na hii ni Kasako Update na Adela Thomas. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.